Na mtazamaji wangu, leo hii kwa mara nyingine Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kugonga vichwa vya habari kutokana na msafara aliyokuwa akiutumia kusafiri kuelekea huko Dar. Mtazamaji wangu, kwanza kabisa, iwapo mara ya kwanza kupatana na video zetu, itakuwa ni jambo jema uweze kuelekea moja kwa moja kwa ukurasa wetu rasmi wa mtandao wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, leo hii moja ya habari inayozidi kugonga vichwa vya habari na kuzungumziwa pakubwa ni msafara aliyokuwa akiutumia Rais Mama Samia Suluhu Hassan katika usafiri kutoka eneo moja hadi lingine, huku aliweza kuwa akielekea Dar. Mtazamaji wangu, kutokana na jinsi ambavyo hali ya uchumi iko hivi sasa, mtazamaji wangu, tusingekuwa tukitarajia msafara wa aina hiyo kwa jambo ambalo sio la dharura. Na pia Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo ameweza kuwasili huko Dar es Salaam, mtazamaji wangu, inazidi kubainika kwamba mmoja ya gari alilokuwa anazidi kulitumia katika umati ama katika msafara aliyokuwa akisafiria liliweza kuhusika kuwa katika ajali mbaya, jambo ambalo hakuna taarifa rasmi imeweza kutolewa kutoka Ikulu. Ila mtazamaji wangu, mjadala mzito ni ya kwamba kwa jinsi ambavyo taifa hivi sasa lipo katika hali tata kiuchumi, je, ni sawa kwa kile kilichoweza kufanywa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan? Moja kwa moja wengi wameweza kupinga na kukosoa, jambo ambalo hivi sasa Watanzania wengi wanazidi kulijadili na kuweka wazi kwamba kweli kilichoweza kufanywa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan kisingekuwa ama kisingestahili kufanyika kutokana na jinsi ambavyo uongozi huu wake hivi sasa unaonekana kuwa nyuma kabisa na baadhi ya ahadi ambazo waliweza kuziahidi kwa wananchi wa Tanzania, na pia jukumu ambalo wameweza kukabidhiwa na wananchi wa Tanzania, kwani uongozi huu jinsi ambavyo unazidi kuongoza Jamhuri ya Tanzania ni tofauti kabisa na matarajio ya wengi, na pia inazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo viongozi hawa wameweza kusahau mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania, kwa jinsi ambavyo maslahi yao binafsi yanazidi kuenda vyema, kinyume kabisa na jinsi ambavyo maslahi ya mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania hayazidi kuenda jinsi ambavyo yanazidi kutarajiwa. Hii hapa ikiashiria na kuonyesha wazi jinsi ambavyo viongozi wakuu wa CCM walichokuwa kikifanya katika rali yao waliweza kukifahamu na hata kukinuia kukifanya, wala hakikuwa kikifanyika kwa bahati mbaya. Hivyo basi, iwapo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania hivi sasa watakuwa wakitarajia na hata kuamini uongozi ulioko madarakani kuna baadhi ya mambo wataweza kufanya marekebisho, sio kweli. Kwani iwapo uongozi huu wa CCM ungekuwa mstari wa mbele kuwa katika nia ya kufanya marekebisho na hata kuongoza Jamhuri ya Tanzania katika mwelekeo sahihi, mtazamaji wangu, leo hii kutokana na gharama kubwa ya maisha, kutokana na kupanda kwa bei za mafuta katika Jamhuri ya Tanzania, tusingeshuhudia msafara wa aina hii uliokuwa nazidi kutumiwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, hii hapa inazidi kuonyesha wazi jinsi ambavyo uongozi huo ulioko madarakani moja kwa moja, kwa njia moja ama nyingine, maslahi yao binafsi ndiyo ambayo wameweza kuyaweka mbele, huku maslahi ya wananchi wa Tanzania yakizidi kufuatia. Mtazamaji wangu, pia kwa njia moja ama nyingine, kwa kile tulichoweza kukishuhudia leo hii na ambapo kimetokea kukasirisha idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wa kawaida, sawia na viongozi wa upinzani, hasa chama Chadema, mtazamaji wangu, hii hapa inazidi kuonyesha jinsi ambavyo bado kuna idadi kubwa ya watu wako na uchungu kwa uongozi ulioko madarakani, na kweli sote tunafahamu kwamba baadhi ya Watanzania kuwa na uchungu na kile kinachozidi kufanywa na viongozi wakuu wa CCM ni sahihi, hasa kwa msafara huo wa leo hii ambao umeweza kutumiwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, msafara huo huenda hata ukaweza kuchangia
gharama kubwa ya maisha iendelee kushuhudiwa, kwani iwapo mataifa ya kigeni yataweza kuona jinsi ambavyo viongozi walioko madarakani wanatumia usafiri wa aina hiyo kutoka mkoa mmoja hadi mkoa mwingine, hii hapa ni dalili tosha ya kuonyesha jinsi gani ambavyo viongozi walioko madarakani sio ya kwamba hakuna pesa za kutumika kusaidia mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania, ila kutokana na tofauti za kisiasa ndipo ambapo tunazidi kushuhudia kuna baadhi ya maeneo ambayo bei za mafuta zimeweza kupanda kwa kiasi kikubwa, kwingine zimeweza kusalia kuwa kwa hali tulivu na kwingine kuwa kwa bei nafuu. Hii hapa inazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo kwa kweli Jamhuri ya Tanzania hivi sasa kwa njia na mbinu inayozidi kutumiwa na viongozi walioko madarakani ni ya kwamba iwapo hujaweza kukubaliana na uongozi wao, basi utashuhudia kipindi kigumu kwa jamhuri hii ya Tanzania, na iwapo umeweza kukubali uongozi wao, huenda kaweza kupata nafuu ama afueni kutokana na gharama ya maisha. Hii hapa mtazamaji wangu ni dalili tosha ya uongozi ambao hivi sasa hamna mbinu ama hamna budi kwa viongozi wa CCM kufanya hivyo. Ndipo ambapo baada ya kusababishia idadi kubwa ya wananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania gharama kubwa ya maisha, basi moja kwa moja wataweza kuwalazimu wananchi hao wafanye kile watakachokuwa wakiagiza kifanyike, na ndipo ambapo waweze kupata nafuu ama hata pesa za kukidhi kipato chao cha siku baada ya siku, jambo ambalo linazidi kuonyesha wazi kwamba uongozi ulioko madarakani ni aina ya uongozi ambao unajali maslahi yao, na baadhi ya wananchi wa kawaida ambao wametokea kukubali uongozi huo, haijalishi mema na mabaya wanayozidi kuyafanya, jambo ambalo viongozi wakuu wa chama Chadema hivi sasa wameweza kukataa na hata kutokuwa tayari kuruhusu uongozi wa aina hiyo katika Jamhuri ya Tanzania. Na ikumbuke kwamba moja ya sababu inayozidi kumsababisha Mheshimiwa Lissu kuwa gerezani hadi leo hii ni kutokana na kuwa na misimamo mikali na kutokuwa tayari kuwa kiongozi ambaye atakuwa akikubaliana na kila kitu ambacho viongozi wakuu wa CCM watakuwa wakiagiza chama Chadema ama Mheshimiwa Lissu binafsi aweze kukifanya. Sote tunafahamu kwamba yote haya maamuzi yake Mheshimiwa Lissu ndiyo yanayochangia kupitia kile anachozidi kukipitia hivi sasa gerezani. Na pia ikumbuke kwamba mtazamaji wangu, viongozi wakuu katika serikali hii ya CCM inafahamu jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania hawana imani tena na uongozi huo. Ndipo ambapo siku baada ya siku wanazidi kufanya gharama kubwa ya maisha iweze kupanda, na pia wao binafsi kufaidi na sio mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania. Tuachie maoni yako katika uwanja comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.